Ndugu mgeni rasmi, leo tarehe 5 mwezi wa 6 tuko katika juma la nyaraka. Tukumbuke kwamba tarehe 9 mwezi wa 6 ndio kilele cha siku ya nyaraka duniani. Katika kuadhimisha hayo, kama utaratibu wetu au utamaduni wetu, ni kwamba huwa tunakuwa na activities nyingi ambazo huwa tunazifanya, na kwa huku Pemba tumesema basi tukutane na wenzetu maafisa kumbukumbu ili tukumbushane mawili matatu kuhusiana na utunzaji wetu wa kumbukumbu. Katika mafunzo haya ambayo tutatoa leo, yataleta katika mambo makuu mawili. Kwanza, tukumbushane umuhimu wa utunzaji wa siri, lakini pia pili, tukumbushane juu ya usimamizi wa kumbukumbu tuli. Na yale yote waliyozungumza tuko tayari kuyatekeleza. Vile vile namshukuru mkurugenzi wa taasisi ya nyaraka na kumbukumbu kutoka Unguja na wafanyakazi wenzangu wote kutoka Unguja kuja hapa kutoka mafunzo ya kumbukumbu. Nashukuru sana. Na waombeni muwe tayari kusikiliza ile tutakachopewa na mfunzi wetu. Wakufunzi wetu atakaotuambia na wao mwe makini kuwasikiliza. Nasi kwa upande wangu napenda kuwashukuru kwa kunialika kuwa mgeni rasmi katika hafla yetu hii ya leo, na mimi nasema asanteni sana. Ndugu washiriki, nimejumuishwa kwamba mafunzo haya ya siku moja yamejumuisha maafisa kumbukumbu ambao ndio wanaohusika na utunzaji wa kumbukumbu katika wizara na taasisi zetu mbalimbali. Ni miongoni mwa shughuli zilizopangwa katika kuelekea kilele cha maadhimisho ya siku ya nyaraka duniani ambao ni tarehe 9 mwezi wa 6 kwa mwaka 2025. Matarajio yangu ni kuwa mafunzo haya yatakuwa chachu ya kutoa msukumo mpya kwa utekelezaji wa jitihada za taasisi ya nyaraka na kumbukumbu, ikiwemo kujenga uelewa ndani ya serikali na taasisi zake, kujenga ushirikiano na kuleta uelewa wa pamoja juu ya umuhimu wa utunzaji na uhifadhi wa nyaraka na kumbukumbu. Utekelezaji wa taasisi ya nyaraka na kumbukumbu juu ya usimamizi wa nyaraka unahitaji jitihada na utashi wa pamoja kwa viongozi, watendaji, wananchi na wadau mbalimbali. Kikamilifu katika mijadala itakayofuata kwa umakini na uwazi, hatimaye mtoke na mapendekezo yatakayowezesha serikali kuwa na mfumo bora wa usimamizi wa nyaraka na kumbukumbu zetu. Lakini pia niwakumbushe, nimeambiwa hapa katika mada moja inahusu swala la usiri. Jamani, maafisa nyaraka wengine kwa sasa tumekuwa tunapoteza mielekeo. Tunatakiwa tuwe wasiri.